Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 12 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohane Gualberti Abate. Yohane Gualberti alizaliwa katika familia ya Visdomini Florensi huko nchini Italia mnamo mwaka 985. Ndugu yake mmoja alipouawa, Yohane alikuwa na uwezo wa kulipiza kisasi kulingana na desturi za wakati ule. Siku ya Ijumaa Kuu ya mwaka 1113 alikutana na muuaji wa ndugu yake njiani. Alikuwa anataka kumkamata kwa upanga, lakini muuaji wa ndugu yake alipiga magoti na kujilaza miguuni pake na kunyosha mikono yake na kumwomba msamaha, na mwisho akaiweka roho yake mikononi mwa Mungu. Yohane alimsamehe na kumkumbatia. Baadaye muuaji wa ndugu yake alikwenda katika kanisa la Wabenediktini la Mtakatifu Miniato ili kuungama dhambi zake. Sanamu ya Yesu msulibiwa iliinamisha kichwa kama ishara ya kutoa msamaha. Kwa furaha akaomba kujiunga na watawa wa Benediktini wa monasteri ya Miniato. Miaka 4 baadaye, Yohane pamoja na kundi la watawa walikuwa na hamu ya kuishi utawa kwa maisha ya nidhamu kali ya kitawa. Walikwenda Kamaldoli ili kupinga uchaguzi wa Abate Herbert ambao ulikuwa umegubikwa na harufu ya rushwa. Pale aliishi kwa muda wa miaka 21 mpaka mwaka 1138 alipoanzisha monasteri mpya pale Vallombrosa kwa ajili ya wale waliopenda kuishi maisha ya nidhamu kali ya kitawa na toba. Katika monasteri hii kulikuwa na sheria kali ya ukimya, kukaa ndani wakati wote na ufukara wa hali ya juu. Watawa waliishi maisha ya tafakari. Tofauti na kanuni ya Wabenediktini, hawakufanya kazi. Kazi ilifanywa na watawa walei walioitwa waongofu, na wengi wao walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, na walikuwa wameacha malimwengu, yaani walikuwa watu waliomwongokea Mungu katika umri wa makamo. Utaratibu huu wa Mtakatifu Yohane wa kuanzisha watawa walei uliigwa na mashirika mengine na baadaye ukawa muhimu sana karne zilizofuata. Shirika la Wavalombrosiani lilikuwa kwa kasi baada ya kifo cha mwanzilishi wake, lakini nidhamu kali na kujitesa vilipunguzwa, na mwishoni mwa karne ya 12 lilikuwa na takriban nyumba 60 nchini Italia. Mchango wake mkubwa kwa kanisa ni kupambana na madhambi ya rushwa ya matakatifu katika kanisa na usuria kati ya mapadre. Yohane Gualberti alifariki mnamo tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka 1173 na kutajwa mtakatifu mnamo mwaka 1193 na Papa Celestini wa tatu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yohane Gualberti Abate. Mtu wa ndani anapenda kujijali mwenyewe kupita yote. Yeyote anayejijali sana hahangaikii mahitaji ya wengine. Rejea ya kitabu cha kumfuata Kristo, kitabu namba 2. Watakatifu wengine tarehe 12 ya mwezi wa 7: Watakatifu Gualberti na Sigisbert. Mtakatifu Yohane Gualberti Abate, utuombee.